Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Mheshimiwa Mudrik Ramadhan Suraga, amepongeza ofisi ya makamu wa kwanza wa rais na uongozi wa chuo cha mafunzo Zanzibar kwa hatua kubwa ya kimaendeleo wanayopiga katika suala zima la upandaji wa miti. Ametoa pongezi hizo wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kupanda miti isiyopungua 8,500 ikiwemo minazi, miparachichi na mikarafuu katika kambi ya chuo cha mafunzo Kinumoshi, wilaya Magharibi Unguja. Kipekee nichukue fursa hii kushukuru sana kamandi hii ya hapa Kinumoshi kwa kunipa heshima hii adhimu kabisa ya kuungana katika zoezi hili la upandaji wa miti. Lakini pia niwapongeze sana ofisi ya makamu wa kwanza rais kupitia ZEMA kwa kuja na programu hii muhimu sana ya upandaji wa miti, lakini vile vile kuweza kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa swala zima la upandaji wa miti. Programu hii naifahamu kwa sababu tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na ofisi ya makamu wa kwanza rais kupitia wizara yetu ya utalii, ambapo tuna mradi huu unaitwa Greener Zanzibar Initiative. Na huu ni mradi ambao malengo yake hasa ni kuhakikisha kwamba Zanzibar yetu inaendelea kuwa ya kijani kama sehemu ya kivutio kwa upande wa utalii. Aidha, Mheshimiwa Suraga amesema zoezi hilo linalenga kuifanya Zanzibar ya kijani hususan katika kuimarisha sekta ya utalii nchini. Sambamba na hilo, amesema kuna kile sababu kwa wananchi kupanda miti na kuzuia ukataji wa miti ili kuepukana na mabadiliko ya tabia nchi, na kuwataka wananchi kuendelea kutunza mazingira na kuachana na uchimbaji wa mchanga kiholela ili kuepukana na athari za kimazingira. Tuna kila wajibu kama wananchi katika jimbo letu hili la Bububu kuhakikisha kwamba tunazingatia masuala ya mipango miji na kuacha kujenga kiholela, lakini B, kuhakikisha kwamba tunapanda miti ya kutosha na kuacha tabia ya kukata miti ovyo ovyo, lakini C, kuacha tabia ya kuchimba mashimo hususan kwa wale ambao wanafanya shughuli za mchanga. Naye kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, Kanali Hamisi Bakari Hamisi, amesema wataendelea kuunga mkono juhudi za serikali katika kampeni hiyo ili kuboresha Zanzibar ya kijani na kuweza kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kuleta maendeleo katika jamii na serikali kwa ujumla. Halikadhalika, amewaomba wananchi kulipa kipaumbele zoezi zima la upandaji wa miti ili kupata faida na maendeleo katika taifa. Chuo cha mafunzo kama ni sehemu ya Zanzibar, kama ni sehemu ya taasisi ya serikali, tunaungana na serikali katika kampeni hii. Kwa hiyo miti hii tunayozindua leo itakwenda kuboresha sana zoezi hili na kampeni hii kwa ujumla. Kwa sababu miti 3,500 pamoja na mikarafuu 5,000 jumla 8,500 tukitunza vizuri na ikiwa mikubwa, basi imani yetu kwamba italeta ukijani ule unaotakiwa katika maeneo haya ya Dole na wilaya ya Kati kwa ujumla. Lakini kwa mikarafuu 5,000 mbali ya kwamba inakwenda kuboresha ukijani, lakini pia ni uchumi. Kwa hiyo tutapokwenda kuitunza mikarafuu baada ya miaka kadhaa mbele tukianza kuvuna, ina maana chuo cha mafunzo kinakwenda kujiingizia kipato kupitia kilimo, sambamba na kwamba taifa linakwenda kupata kipato kupitia mikarafuu ile upande wa chuo cha mafunzo. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu mamlaka ya usimamizi wa mazingira ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, Mheshimiwa Sheha Mjaja Juma, ametoa wito kwa jamii kuendeleza urithi na kutunza mazingira ili kupatikana kwa tija iliyokusudiwa. Nitoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar kuhakikisha popote walipo wanapanda na kuitunza miti ili kuendeleza urithi ambao tumeachiwa na wazazi wetu ya kuona Zanzibar inabaki kwa kijani. Kwa hivyo tudumishe kupanda na kutunza miti na tutumie mvua hizi za masika ambazo zinaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali kuhakikisha angalau kila mtu basi anapanda miti isiyopungua 3, lakini kubwa zaidi sio kupanda tu, lakini kuhakikisha kwa miti hiyo inakuwa na inatunzwa ili kutoa tija ambayo imekusudiwa. Mahir Saidi, Mafunzo Online TV.